Msaada wa kisaikolojia ni muhimu sana zaidi ya sana. Binti ambaye unatazama video hii, kijana wa kiume ambaye unatazama video hii, kabla hujaingia kwenye ndoa, hakikisha mwanamke unayekwenda kuingia naye kwenye ndoa amepona majeraha yake ya kihisia, amepona changamoto zake za kimwili kabla hujaingia naye kwenye ndoa. Mwanaume ambaye unayetazama video hii, kabla hujakwenda kuingia kwenye ndoa na huyo binti, hakikisha amepona majeraha ya kihisia. The same kwa mwanamke, hakikisha huyo mwanaume kapona majeraha yake ya kihisia. Je, amesumbuliwa na tatizo la kujichua kwa muda mrefu? Ni muhimu sana haya yote yaweze kuzungumza. Najua ni ngumu unapokuwa kwenye uchumba kuweza kuzungumza mambo kama haya, lakini huenda kuwa unanisikiliza, unatazama video hii, unatarajia kuingia kwenye ndoa, na we pia una maumivu ya kama binti huyu hapa. Naomba niweze kusoma ujumbe wake, sikiliza kwa umakini. Huwa nasema, thanks doctor, niko na shida, naomba tu kama utaweza nisaidia kwa namna yoyote, iwe ushauri au nini, nitakusikiliza. Nikamwambia, shida gani? Akasema, kuna video nilikutana nayo unaiongelea, nami ndo niko na shida hiyo, nikaona nikutafute tu labda. Anasema, kwa sasa dokta, nina miaka 23, ila nilipokuwa na miaka 12 hapo nilikuwa na tabia ya kujichua, na kipindi hicho sikuwa na mahusiano. Nimefanya hivyo kama 3 years. Nimekuja kujitambua nikawa nimeacha, lakini nilipoingia kwenye relationship nimekuwa tofauti sana dokta. Yaani sina feeling na mwanaume kabisa, hata nikikutana naye si feel raha yoyote. Sasa shida inaweza kuwa nini dokta? Akaendelea akasema, nimetumia dawa nyingi, tiba lishe, lakini nakuwa sawa kwa baadhi ya vitu na nakuwa na hisia sana, lakini nikisex si feel chochote kabisa. Hichi ndio tunachomaanisha kwamba ni muhimu zaidi kupata msaada wa kisaikolojia kwa changamoto na majeraha, maumivu ya kihisia, changamoto za kimwili. Kwa ushauri zaidi, chukua namba yangu katika profile uweze kunitafuta nikusaidie. Karibu.